Asante na tumerejea tena kwa mara nyingine, na asante kwa wewe ambao unaendelea kuifuatilia Star TV kupitia mitandao yetu ya kijamii katika Facebook Star TV, Habari Star TV, lakini YouTube pia kule Habari Star TV. Tunakushukuru sana na wewe ambaye unaendelea kututumia maoni yako kupitia nambari ya simu ambayo inapita hapo kwenye runinga yako. Tunakushukuru sana. Lakini sasa tunaelekea katika mjadala mkuu kama ambavyo tulikujuza awali kwamba katika mjadala mkuu siku ya leo tutakuwa tukiangazia zaidi maadili ya viongozi, ikiwa ni kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa Kassim siku ya juzi, ambapo aliweza kukutana na baadhi ya viongozi kwa ajili ya semina elekezi pamoja na masuala mbalimbali ya kimaadili. Alizungumza vitu vingi sana, ikiwa ni pamoja na masuala ya ulevi, masuala ya utoaji wa siri katika serikali na vitu vingi ambavyo yeye aliweza kuvigusia, lakini kuachiana pia na kuelekezana hasa kwa viongozi, kati ya kiongozi wa juu pamoja na kiongozi wa chini. Yote hayo aliangalia kwa ukubwa wake na yalitengeneza mjadala sana. Sisi mjadala wetu mkuu siku ya leo utakuwa hapa Mwanza pamoja na Arusha, ambako Angelo Mwaleka pamoja na mchambuzi wetu Mwalimu Magabilo tayari wako vizuri kwa ajili ya kuanzisha mjadala. Na mimi nataka mjadala uanzie kwako hapo Angelo Mwaleka Arusha, lakini na kusabahi habari za asubuhi na vipi hali ya Arusha. Lakini karibuni pia katika mjadala kwa ajili ya kutufungulia mjadala kuhusiana na masuala ya kimaadili ya viongozi. Tumeona baadhi ya viongozi wengi sana wameingia pia katika kesi mbalimbali, wengine wamesimamishwa. Tukiangalia katika serikali ya awamu ya 6 ya Mama Samia Suluhu Hassan, tunao takriban wakuu wa wilaya ambao wamesimamishwa, wakuu wa mikoa ambao walitenguliwa teuzi zao, lakini vile vile tuna viongozi ambao sasa hivi wamekuwa ni mifano, wengine wakiwa na kesi mahakamani, wengine wako jela. Yote haya ni masuala ya kimaadili, na sijajua shida ni nini. Zamani huko tulikuwa na semina elekezi, lakini nyuma zaidi miaka ya 1980 kulikuwa kuna kitu kinaitwa uwajibikaji. 1990 uwajibikaji ulikuwepo, hasa viongozi wanapokuwa wamefanya makosa, kwanza kuachia ngazi na kuchukuliwa hatua, jambo ambalo tumekuja kuliona kwenye serikali ya awamu ya 4 kwa kiongozi mmoja pekee ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipindi hicho, Edward Lowassa, ambaye aliamua kuachia waziri mkuu. Ni nafasi kubwa sana ambayo kwa mwingine angeliweza kusema hapana, mimi acha nibaki. Shida iko wapi? Tuanze kwenu hapo mjadala, na mimi na wasabahi wote kwa pamoja. Jumanne na Wasabai, wewe pamoja na Bernard James, na asante sana kwa kutuanzia mjadala. Mimi nakumbuka miaka fulani iliyopita kuna waziri mmoja alikuwa naibu waziri, alikutwa na bunduki na bastola kwenye hoteli na maelezo hayakutolewa ya kutosha kama alikuwa na vimiliki halali na alikuwa anatembea navyo ni vya nini. Kwa hiyo wakati mwingine haya mambo ya uadilifu kwa viongozi wetu kidogo kunakuwa na sintofahamu ya hapa na pale. Pengine zile semina elekezi ambazo Kikwete, rais mstaafu wa awamu ya 4, alikuwa amezianzisha mwaka alipoingia madarakani. Kitu cha kwanza aliwaita wateule wote, kuanzia wakuu wa wilaya, wakurugenzi, mawaziri, makatibu wakuu. Walijifungia hoteli moja nje ya Arusha kama kilomita 30 hivi, inaitwa Ngurudoto. Wakati ule wakafanya semina elekezi, wakapewa utaalamu kutoka watu mbalimbali wa masuala ya uongozi. Lakini siku hizi bwana, watu wanaambiwa ukishateuliwa utajifunzia huko kazini. Karibu sana Mwalimu Magabilo. Asante sana. Hizi semina elekezi kwa sababu pengine kutofanyika ndio inaleteleza haya ambayo mpaka waziri mkuu ameamua kutema nyongo kwamba sasa inafika mahali kiongozi ndani ya ofisi ya serikali anaanzisha kiofisi tena chake kingine binafsi, anakuwa na mwandishi maalum wa kusupply mambo yake, wa display vitu vyake kwenye mitandao ya kijamii, anakuwa na bodyguard, anakuwa na walinzi, mambo kama hayo. Lakini ndani ya ofisi ya serikali basi siri za serikali zinavuja bila wasiwasi wote. Karibu sana. Labda mimi niseme tu kwamba hizi semina elekezi ambazo zinazungumzwa uoga zinachukua nafasi ndogo kwenye matatizo makubwa ambayo tunayo sasa hivi. Na haya Mwalimu Nyerere aliona mwaka 1963
na nitapenda ni nukuu kitabu chake hiki cha Freedom and Unity, kwa maana ya uhuru na umoja. Magabiro, hebu onyesha hicho kitabu watazamaji wakiona. Mara nyingi na mara nyingi vitabu vya mwalimu ni naona unapenda kutembea nacho Ngumu sana kuviona. Hichi kitabu kinaitwa Freedom and Unity, kwa maana ya uhuru na umoja. Na humu kuna speeches kwa maana ya hotuba za mwalimu na mambo ambayo alikuwa anazungumza kwenye mkutano na mambo mengine aliandika mwenyewe. Sasa mwaka 1963 tuna dasi katibu tawala wa wilaya ya Arumeru anaitwa Mwalimu Mchembe. Nafikiri unafahamu yeye ndio mambo yake haya. Kwa kweli mwalimu aliongea mambo mengi, kwa hiyo mara nyingi napenda sana kumhifadhi kwa sababu karibu kila kitu alizungumza. Wakati huo akitabiri kwamba pengine baadaye inaweza katokea. Sasa ukitazama hichi kitabu cha Freedom and Unity, ukurasa wa 223, na ningependa nisome kwa faida ya Watanzania, na nitasoma kwa Kiingereza lakini nitatafasiri kwa Kiswahili. Anasema wakati huo alikuwa amealikwa kwenye sikukuu ya Sabasaba mwaka 7 Julai mwaka 1967 na 63. Mwalimu akasema maneno yafuatayo, nitanukuu sehemu ndogo tu ya hotuba yake aliyoizungumza. Na sura hii inazungumzia kitu kinaitwa pomposity. Yeah. Kwa hiyo mwalimu anasema kwenye mazungumzo yake anasema kwamba, my dear colleague, on Sabasaba Day, I was obligated to speak publicly against something which I have been complaining about for some time. That is the growing tendency within the government to confuse dignity with that I consider to be pomposity. Sasa kwa tafasiri ambayo sio rasmi sana. Sije kama mheshimiwa Dodoma yule. Karibu. Mwalimu anasema katika mkutano wa Sabasaba nililazimika kuzungumza waziwazi kitu ambacho nimekuwa nikilalamikia kwa muda. Tabia inayokuwa ndani ya serikali kuchanganya kati ya utu na ufahari. Haya maneno mwalimu aliyazungumza mwaka 1963. Mwalimu alikuwa anajaribu kuona ni muda mfupi tu baada ya kupata uhuru, lakini focus ya mwalimu akaanza kuona viongozi wakaanza kuwa na hali ya kutaka ufahari, kutumia uongozi kujenga ufahari. Na ndio sasa hivi unaiona sasa hivi kwamba uongozi wa leo umekuwa sio huduma tena. Viongozi wengi wanaiona nafasi ya uongozi kama kujenga nafasi ya kujijengea ufahari na umaarufu. Na ukitazama watu wengi ambao wanazungumzwa katika hili eneo la kutokuwa na maadili, wengi utakuta ni vijana. Na nimewahi kusema kwamba vijana wanapata nafasi na lazima watumie ile nafasi kujenga future, kujenga kesho yao ya maisha ya siasa na maisha ya uongozi. Lakini bahati mbaya ni kwamba vijana wengi ambao wanapata madaraka unakuta wanalifanya lile jambo la uongozi kama fahari fulani. Na ndio maana unaona unafika mahali vitu ambavyo vinafanyika ofisini unashindwa kuelewa kwamba hao watu walitiriwa kwa namna gani. Umezungumzia habari ya screening pia, ninafikiri kwamba ni jambo la msingi ambalo watu wasitazamwe eneo moja tu. Bahati mbaya ni kwamba Tanzania, sijui ni maripoti, lakini nazungumzia Tanzania ambayo naifahamu, ni kwamba kuna kipindi hapo sasa tumefika mahali tumeiamini elimu sana, tumeziamini elimu za darasani kuliko kuangalia aina nyingine ya tabia zingine ambazo viongozi wanakuwa nazo. Na kusoma philosophy ya iceberg, tunazungumzia ice kwa maana ya barafu baharini. Mara nyingi unaona barafu baharini huwa kinatokeza kiincha kidogo tu juu, lakini unakuta ndani ile barafu limesambaa. Ndio unaona hata Titanic wakati ule yule jamaa driver aliona kama kile kiincha ni kidogo tu, kwa hiyo akadhani kwamba kipiga kona anaweza kama amekikwepa, kumbe alipiga kona akajikuta amegonga chini kwenye base. Sasa kwenye uongozi si jambo la kuangalia habari ya elimu, mtu ana degree au ana masters au ana PhD. Na ndio wengi ambao unaona wengi viongozi wengi wanajisifu kwamba na PhD na degree, na wao wamefika mahali nadhani kwamba zile degree na PhD ndizo zimefanya na kuwa viongozi badala ya kuangalia. Sasa hapo Magabiro unanikumbusha mmoja aliyeitwa kwenye kamati ya maadili ya bunge akaenda na sanduku zima la vitabu. Yote hiyo zote tunaita ni pomposity. Yani unaona swala uongozi ni ufahari, sasa unatisha watu na nini. Kwa hiyo nafikiri kwamba swala uongozi kwa watu ambao wanafikiri uongozi unapaswa kuwa huduma. Na jambo la uongozi ambalo na hapo ni kulikatisha kidogo. Nakumbuka katika semina elekezi ambazo zote nilizihudhuria wakati wa mwalimu Rais mstaafu Kikwete wa awamu ya 4, aliwaambia mawaziri wale na manaibu,
aliwaambia nimewateua nyie na nikiangalia nimepitia CV zenu zote. Katika baraza langu hili mimi ndio nina elimu ndogo. Nyie wote mliobaki na nizidi elimu. Kwa hiyo ndivyo mambo ya uongozi yanavyokwenda. Sasa kwa mimi niseme tu kwamba alilosema waziri mkuu, tunazungumza tatizo dogo ndani ya tatizo kubwa sana. Na wakati fulani mimi nimewahi kuandika waraka kwa waziri wa elimu nikimshauri namna ya kubadili namna ya majina ambayo au viongozi wanayatumia wanapokuwa kwenye taasisi za elimu. Kwa mfano, utaona historia za viongozi wengi ambao wametoroka kwenye nafasi mbalimbali. Ukifuatilia historia zao, walianza uongozi wakiwa kwenye shule za msingi huku, shule za sekondari, wameenda vyuo, wanapenya wanatumia vile CV vyao vya kwamba alikuwa head boy somewhere na kwenda mwisho wa siku anakuja kwa unaanza na monitor kwanza. Monitor kwanza unakuja na kwa sasa kitu ambacho wakati naandika waraka kwa waziri, nilimshauri kwamba mimi nafikiri yale majina ambayo wanapewa kwenye hizi taasisi yanawaharibu kisaikolojia. Yaani mtoto anapokuwa shule ya sekondari anaitwa rais wa wanafunzi, anaitwa mbunge wa wanafunzi. Niliwahi kushauri kwamba haya majina yanatakiwa wasiyatumie kwa sababu wanayabeba kama yalivyo. Yaani mtu anapokuwa chuoni anaitwa ni rais wa chuo kikuu na anafahamu rais wa nchi anavyopewa ulinzi. Wanaitwa kama serikali ya wanafunzi. Sasa kwenye kuna wizara, kuna spika, kuna mbunge, kuna sasa nilikuwa nafikiri kwamba kwenye hizi shule, kwenye hizi level za chini, kwa mfano shule za sekondari na vyuo vya kati na vyuo vya vikuu, mimi nafikiri kwamba majina ya mwenyekiti yalikuwa nafaa zaidi kutumika kuliko kumuita mtu rais, kwa sababu wengine wakiitwa rais wanabeba lile jina la rais jinsi lilivyo. Kwa hiyo wanatoka kwenye nafasi ya uongozi, wanatengeneza ufahari ambao unawapelekea kuja kuwa watawala. Na nimewahi kusema kwamba kuna tofauti kati ya mtawala na kiongozi. Kiongozi hawezi kutenganishwa, yaani madaraka yake hawezi kumtenga na wananchi. Mtawala anajiweka mbali na wananchi kwa sababu ni mtu wa kutoa amri, hashirikishi. Lakini kiongozi anapaswa kuwa miongoni mwa wale anaoongoza. Yaani anapaswa kuwa mtu wa chini kuliko wale anaoongoza. Mara nyingi atafuta ushauri kwa watu ambao anaongoza. Sasa imefika mahali sasa hivi viongozi wanavaa ukubwa. Umeona baadhi ya viongozi wengine unakuta na gari anashuka kwenye gari anataka mtu fulani aje amfungulie mlango, ambebe document ambazo kwa hiyo unaona picha ambayo jinsi ambayo tunaitengeneza. Kwa hiyo nafikiri kwamba mimi niliweke wazi hapa na juzi hapa wiki mbili zilizopita Mansuri na Bernard mashahidi hapa ile tulikuwa na mgeni hapa, mkuu wa mkoa wa Arusha kwenye kiti hiki kilichokalia Mheshimiwa Mongera John alikuja. Sasa unajua hii hapa tuko ghorofa ya pili. Alikuja na gari yake binafsi, anaendesha mwenyewe. Sasa mpaka anapanda ngazi, anafika huku yuko mwenyewe, akaingia studio tukafanya kipindi, baadaye ameondoka. Watu wananiuliza inakuaje? Mbona tumezoea wengine walikuwa wanatembea na mabunduki, wanafunguliwa milango, imekuaje huyu ndio mkuu wa mkoa wenyewe? Tukamwambia ndio huyo ndio mwenyewe. Sasa kwa hiyo mimi niseme tu kwamba yaani hii habari ya kujaribu kutransform kutoka kwenye uongozi kwenye utawala kidogo nayo imekuwa na shida, kwamba ufahari unazidi huduma. Kwa hiyo nafikiri kwamba hakuna sababu na kwa nini uwe na ulinzi mkubwa, ubebewe makaratasi, ubebewe na kalamu. Na wakati mwingine unakuta jamaa, kuna kiongozi mmoja sitaki kumtaja, unamkuta mahali unakuta mdoto ameweka mikono mfukoni na nini kuonyesha kwamba ana hali fulani hivi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba mimi nadhani pamoja na maadili ambayo tunazungumzia hapo kwamba yanatakiwa yadhibitiwe kwa mujibu wa sheria, lakini pia tunatakiwa twende kurudi kwenye mafunzo vile vile. Na hawa viongozi vijana, nasema viongozi vijana kila siku narudia tena kwamba viongozi vijana wanapaswa kwenda taratibu. Wajifunze mambo mengi sana kwa watu waliowatangulia. Na siku hizi ni jambo la kawaida sana viongozi vijana kukataa waziwazi mawazo ya wazee. Hata nyumbani tu nafikiri hili jambo linaanzia pia kwenye maadili yetu kwa maana ya familia. Zamani mzee kwa kweli alikuwa akiingia, wakati mwingine tulikuwa tunafikiri ni ukatili, ni kweli kwamba akiingia mzee pale lazima watoto kama mlikuwa hujaweka mambo sawa sawa, utaweka sawa sawa kwa sababu mzee ameingia. Sasa Magabiro, naona hili swala linaingia hapa hata ndani ya vyama vya siasa. Wakati mwingine linatokea jambo fulani ambalo linahitaji busara ya kulisemea kabla chama fulani hakijatoa statement yoyote. Utasikia umoja wa vijana wa chama kile
ndio wa kwanza kutoa taarifa tena kwa mihemko. Sasa kidogo hapo kunakuwa kama kuna conspiracy fulani hivi. Yeah, ndio nayosema hayo kwamba tumeacha kufuata hizo chain. Nimewahi kusema sio kusema, nimewahi kuandika makala nikasema, kwa mfano pale nyumbani kwetu pale, wakati babangu akiwa hai alikuwa ananiambia, bwana, itakuwa ni jambo baya sana mimi ninapofika hapa kugundua makosa ya wadogo zako wakati uko hapa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wadogo zangu walikuwa wanaelewa wazi kwamba wanapopata tatizo ambalo wanafikiri na wasibu wananishirikisha, ili mimi nimwambie mzee, bwana, hawa vijana kuna 1 2 3. Kwa hiyo tuliishi hivyo. Kwa hiyo ni kama alikuwa anajaribu kunifundisha uongozi akiwa hai, kwamba leo wanapoondoka mimi nimebaki na familia. Sasa haiwezekani una bwana mdogo pale, wanapata tatizo wanakimbia kwa mzee wakati wewe uko pale na hujui. Sasa mimi nafikiri command of chain tunasema kwamba haiwezekani kwenye chama kuna mwenyekiti pale, kuna makamu mwenyekiti, lakini unakuta wakati mwingine vijana wanatoa kauli ambayo hata mwenyekiti wakati mwingine akikaa nasikitika. Niliwahi kuhudhuria mkutano mmoja hapa Arusha miaka hiyo, nadhani 2015. Kiongozi mmoja mdogo akatoa kauli ambayo mwenyekiti wake aliomba msamaha, kwamba kwa kweli sio msimamo wa chama na hayo ni maoni yake. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba vijana wanauvaa ujana sana kuliko kutoa huduma. Kwa mimi nafikiri kwamba tunapaswa kubadilika, tujaribu kufuata command of change, lakini pia vile vile kabla hujatenda jambo fulani, hebu uliza wakubwa zako, hata kama ni mkuu wa wilaya, kuna mkuu pale. Mshirikishe. Magabilo, tutumie dakika 4 ili saa 2 na dakika 20 twende Mwanza. Kuna mwalimu mwenzako pia huko naye tumsikie maoni yake. Hadi waziri mkuu kuamua kutema nyongo, kusema waziwazi vitu ambavyo vilikuwepo, vimetendeka na vilikuwa havisemwi. Lakini vilikuwa vina waziwazi kwamba mtu anafika mahali, vyombo vya habari vipo kama hivi tulivyo, vinavyoeleweka, vilivyosajiliwa, lakini mtu anaona hapana, hana haja ya kuvitumia, anaajiri mwandishi wake binafsi, na wakati mwingine tena tunaletewa hiyo iko wazi kwamba mkuu wa wilaya fulani ana mwandishi wake, anaenda mahali fulani, baadaye unapigiwa simu, kuna clip unaletewa huko na kijana wangu, naomba unani. Sasa wakati mwingine sisi unalazimika kutumia busara na hekima yako kuangalia kwanza hakupiga kwa taratibu za kihabari ambazo sisi tunajua kwamba hii amepiga kama ni picha ya harusi tu. Sasa wakati mwingine mnaingia kwenye ugomvi, lakini anakuwa na bodyguard wake, ingawa tena kishakuwa ngazi kama fulani, kwa mfano kuanzia ngazi ya mkuu wa wilaya, yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, kama ni mkoa ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, na kuendelea. Anakuwa na wasiwasi gani hadi kufikia kuwa na kujiundia na kaimaya yake binafsi nje ya mifumo ya kiserikali iliyowekwa? Mimi niseme tu kwamba ninafikiri utamaduni mpya ambao tunataka kuuzalisha katika nchi hii, na mimi nishauri serikali kwamba kupitia kipindi hiki serikali inapaswa kuchukua hatua ya kuweza kudhibiti haya masuala ya walinzi binafsi, kwa sababu haya mambo tulizoea sana kuiona kwenye movie za Nigeria. Sasa nafikiri kwamba watu wameamua kuhamisha zile movie za Nigeria kuleta hapa, kwa sababu haiwezekani wewe kama ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, kuna vyombo ambavyo viko kwa mujibu wa sheria pale, na jambo hili linapigwa marufuku kwa mujibu wa katiba, ibara ya 147 inasema hivi labda niisome. Inasema ni marufuku kwa mtu yoyote au shirika lolote au kikundi chochote cha watu isipokuwa serikali kuunda, kuweka Tanzania jeshi la aina yoyote. Serikali ya Jamhuri ya Muungano, kifungu cha 2, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yaweza kwa mujibu wa sheria kuunda na kuweka Tanzania majeshi ya aina mbalimbali kwa ajili ya ulinzi na usalama wa nchi wa wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo hili jambo linapigwa marufuku kwa mujibu wa sheria. Sasa unapokuta mkuu wa wilaya anaamua kuwa na walinzi binafsi na katiba ipo, maana yake ni jambo moja hapo la kuvunja katiba. Na kama anavunja katiba hiyo, maana yake inawezekana anavunja taratibu zingine nyingi zaidi ambazo anatakiwa pengine achukuliwe hatua. Kwa hiyo nafikiri kwamba umekuwa ni utamaduni tu. Unaona siku hizi hata wasanii tu, unaona wasanii, mtu ametoa single moja anatafuta mabounce anatembea nao kila mahali. Unaona ni ideology ambayo na hili jambo linaleta picha mbaya sana kwa nchi. Yaani linaleta sura mbaya kwa nchi, kwa sababu huwezi kuwa watu wageni. Kwa mfano mtu yuko kule Uingereza anaona huyu ni mkuu wa wilaya anatembea na watu kibao,
ana walinzi wengi kweli. Sasa picha anayoipata ni kwamba nchi sio salama hii. Kuna matatizo sana hii. Kuna mtu dereva mmoja alikuwa wilaya fulani aliniambia, anasema nilijisikia vibaya nilipoona mkuu wangu, bosi wangu, yaani mkuu wa wilaya alikuwa anamuendesha, anakwenda kukutana na waziri. Sisi tumeenda na msafara wa magari kama 4 na mabaunsa wake, alafu waziri tunayekwenda kukutana naye yuko mwenyewe. Sasa ilionekana kama bosi wangu huyu mkuu wa wilaya ndiye mkubwa kama na Bernard James pamoja na Mansole. Bila shaka nondo za Mwalimu Magabilo Masambu umezisikia hapo. Ametupitisha katika eneo zuri sana la kuhusiana na masuala ya uongozi, ya kinukuu vitabu hapa kadhaa vya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini pia na katiba ya nchi. Kwa hiyo tumepata mwanzo mzuri. Bila shaka mgeni wenu hapo mwalimu, ambaye pia leo tunao walimu ambao ni machachari na ni wachambuzi wazuri sana. Tutamsikia na mwalimu wenu hapo mlioko nayo Mwanza, ambaye tayari tulikwisha mtambulisha, ili tuweze kupata mengi kutoka kwenu, na baadaye tutarudi huku kulingana na muda. Kama ulivyokwisha kusema Mansuri, leo tunaishia saa 3 badala ya saa 3:30. Kwako Mansuri. Asante. Kushukuru sana na asanteni sana hapo Arusha. Naona Mwalimu Magabilo ametupitisha sehemu nyingi, ikiwa ni pamoja na kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na kumiliki kikundi cha watu. Tunasema kwamba huo ni uvunjifu wa sheria na kanuni. Lakini kama ambavyo tulisema hapa Mwanza, sisi tumemkaribisha Mwalimu Khalid Suleiman Ausi. Yeye pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa, lakini vile vile amekuwa akiangalia zaidi katika maeneo ya kimaadili na kuwa sehemu ya wachambuzi ambao wamekuwa akiangalia katika maadili ya viongozi sana. Khalid, sisi tukukaribishe sana. Karibu sana hapa Star TV, tuongea asubuhi. Weekend imenaje? Kutoka juzi. Nzuri kabisa. Kuna sehemu mlikutana? Tulikutana pale bwana. Wewe sio unasema sasa zile. Mambo yetu unajua sisi huu ndio uvujaji wa siri wenyewe ambao waziri mkuu aliusema kwamba kuna watu wanavujisha siri sana. Khalid, tukiangalia mjadala umeanzia kule Arusha. Lakini umerejea kwetu, na kikubwa ambacho wanakiangalia, wanasema sasa hivi maadili, semina elekezi zitakiwa ziwepo. Waziri mkuu tumemsikia juzi anasema kuna uvujaji mkubwa sana wa siri ndani ya serikali, na wanaoangushiwa mzigo huo wanaonekana ni walinzi binafsi pamoja na wapiga picha binafsi. Lakini inasemekana wao ndio wavujishaji wakubwa wa hizi siri za serikali, jambo ambalo kimsingi ni gumu kidogo. Zamani kwa kina Mwalimu Nyerere huko ulikuwa una uwezo wa kuambiwa ikija barua Bernard James imeandikwa siri, huwezi ukaiona pote pale. Lakini sasa hivi Bernard James ukiandikiwa barua ya siri, kesho tunaikuta mtandaoni. Bernard James bwana ameandikiwa barua ya siri. Lakini zamani ulikuwa ukiona kwa mtu kama au hata za vyama. Zamani ulikuwa ukienda kwenye sehemu ya kupatia vinywaji, labda baa, huwezi ukatambua huyu mtu anafanya kazi usalama wa taifa, huyu mtu anafanya kazi wizara ya mambo ya ndani, huwezi. Na saa nyingine hata kwenye familia ulikuwa una uwezo wa kukaa na mtu ambaye anafanya kazi kwenye system ya serikali na usijue kama yuko kwenye system ya serikali. Sasa walikuwa wanafahamika ni wale maafisa usalama wa wilaya ambao walikuwa wanaona kwamba labda ni pale, lakini wale wengine wa ndani kabisa huwajui. Lakini sasa hivi unakaa baa, mnakunywa na anaweka juu ya meza. Na ikishafika saa 9 ndio anakuja anaanza kusema, bwana hivi mnajua mimi niko wanasemaga niko pale. Maana uko pale wapi? Sisi ndio wenyewe, sisi ule msafara ukianza sisi tunakaaga mbele gari la 3. Chuma imekaa hapo. Sasa hivi hivyo vitu vyote vinasababisha tunapelekwa kwenye mmomonyoko wa maadili. Lakini Arusha wanasema tatizo ni semina elekezi. Wewe kwa mtazamo wako hili unalionaje? Kwanza niombe mnipe muda. Karibu sana. Mimi ni mwalimu. Swala zima la maadili linaendana sana na malezi. Kwa yoyote yule ambaye mwenye taaluma na akutoroka darasani katika ualimu anaweza kulitafsiri nje na propaganda za kisiasa. Kwanza niseme semina elekezi haziwezi kuwa tiba haya waziri mkuu anayozungumza. Semina elekezi ni kuwasukuma tu watu wamalize muda wao
wafiche makando kando. Tatizo hili limeanzia wapi? Tatizo hili limeanzia katika mfumo wetu wa elimu. Mfumo wetu wa elimu katika mataifa yote, foundation ya elimu ndiyo ambayo inaleta falsafa ya watu gani unakwenda kuwatengeneza. Kama ni viongozi, elimu itamtengeneza kuwa ni mzalendo, muwajibikaji, muwazi. Angalia nchi kama Singapore. Ukisoma kitabu cha Lee Kuan, From the third word to the first word. Lee Kuan, moja kati ya mafundisho anayozungumzia ni swala zima la uwekezaji katika elimu, kuandaa watu, wanasema the leading middle class, kuandaa watu ambao wenye taaluma, ujuzi, maarifa katika kufanikisha nchi kwenda mbele. Na ndio maana ndani ya miaka isiyopungua 55 Singapore imekuwa ni moja kati ya nchi bora sana. Kuanzia mwaka 1965 mpaka mwaka 2000 Singapore ilikuwa ni nchi ya kwanza. Nchi kidogo sana. Sisi ni nchi kubwa sana, lakini mpaka leo hatuna impact yoyote. Kwa sababu tuna uwekezaji mdogo sana katika elimu, ambao tunashindwa kuandaa watu. Na hii iende sawa. Elimu unayozungumzia sio ujenzi wa vyoo wala madarasa. Elimu unayozungumzia mimi ni content ile ya ndani. Juzi nimepitia The Citizen, wachambuzi hawa wa vyuo vikuu wanachambua, wanathibitisha kabisa elimu ya vyuo vikuu katika nchi yetu Tanzania imeshuka. Imeshukaje? Ilikuwa ni content ya Disemba 14, 2021. Umeona? Wanasema imeshukaje? Ukienda kuangalia shirika la Umoja wa Mataifa. Sawa? Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika juu na elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO, inasema lazima uwekezaji uendane na GDP yako. Kwa mfano inashauri angalau 6% ya GDP yako uitumie katika elimu. Lakini ukiangalia World Bank inashauri angalau 5% uitumie katika elimu. Shida ipo wapi? Tuangalie 2000, nimepitia ripoti ya East Africa fact figure. Sawa? Inasema tu 2017 2018 hapa Tanzania tumewekeza katika elimu 1.1, 1.1 mpaka 1.4 katika elimu. Badala ya 5 na 6 zile. Badala ya 5 na 6 ambao tumeshauriwa. Ndio. Umeona? Angalia sisi wenzetu sasa. Kenya imewekeza 7.2. Ndio. Rwanda imewekeza asilimia karibia 6. Sawa? Burundi imewekeza 7.3. Sawa? Katika East Africa sisi ndio tumefeli. Tumewekeza kidogo. Nyinyi mmezunguka. Ukienda East Africa, ukimzungumzia Mtanzania unamzungumzia mtu gani? Mjanja, tapeli, asiyewajibika katika kazi. Ukimzungumzia Mkenya, mchapa kazi, mzalendo. Mimi nimeishi Kigoma. Nafanya kazi Kigoma, nimefanya kazi na Warundi. Licha ya mapungufu yao, ni wachapa kazi kweli, hawachagui kazi. Kwa nini? Angalia uwekezaji wao katika elimu. Sisi tumewekeza nini? Kipindi cha baba wa taifa, Mwalimu Nyerere aliwekeza katika education for self-reliance. Maana yake nini? Aliwajenga Watanzania hawa ambao wanaishiria hawa. Wazee hawa. Wanaishiria katika mfumo ya uzalendo, uwajibikaji. Kiongozi tu akisiwa na tuuma ananyofolewa. Kwa sababu elimu ilimjenga katika uzalendo. Wanafunzi wakiamka asubuhi wanaimba nyimbo za kizalendo. Wanaamka asubuhi wanakimbia wanaimba nyimbo za uzalendo wa taifa hili. Leo tunao huyo. Leo wanasiasa wanazungumzia elimu kama ni matundu ya vyoo. Madarasa. Ambao ni machinery tu. Content ya ndani imekufa. Nchi kama Finland hailipi vizuri walimu wake, lakini nchi bora sana. Lakini kwa nini? Imetengeneza misingi ya walimu kuwa wazalendo, kupenda kazi yao. Ni kitu ambacho Mwalimu Nyerere amekifanya. Ukifanya walimu ni wito. Wanalipwa kidogo, lakini wanalipwa kwa wanatambua tunajenga taifa. Leo walimu wanataka walipe pakubwa. Wametengenezwa walipe pakubwa. Elimu ya vyuo vikuu imeporomoka. Ukianza kuangalia katika top 50
za vyuo vikuu. Leo tumebakiza university moja tu, University of Dar es Salaam imekuwa ya 42 Afrika katika 100. University university ya Muhimbili University imekuwa ya 92 katika vyuo 100. Sokoine imekuwa ya 51. Tumezidiwa na Nairobi University imekuwa ya 14. Tumezidiwa na Makerere University imekuwa ya 13. Tujilinganishe na hizi nchi za East Africa. Sisi ni wakuzidiwa na East Africa kwa sababu tumecollapse. Waziri mkuu anafikiria semina elekezi inaweza kukomboa. Leo serikali inajisifu kutoa mikopo ambao pungufu. Na mimi nasema walitakiwa wasilipe hata 100 hawa watoto kwenda kusoma. Tunaenda kuwekeza mabilioni ya fedha kuwapeleka watoto waende wakale starehe. Ni aina gani ya elimu enda kupata university? Sasa tangia 2016 ngoja. Tangia 2016 serikali haijatoa ajira. Sawa? Watu wako mtaani. Nenda machinga. Machinga wa vyuo vikuu na machinga. Wa darasa 7 wanafanana hata kimawazo. Mwalimu Halid, tafadhali nataka turejee sasa kwenye mjadala wetu ambao tunaangazia zaidi kwenye maadili. Wakati tukiwa umegusa kwenye elimu, lakini sisi tunaangalia zaidi pia maadili kuhusiana na kile ambacho waziri mkuu aliweza kukizungumza cha maadili ya viongozi. Tunaona maadili ya viongozi yameporomoka sana. Umesema moja kati ya sababu kubwa ni mfumo wetu wa elimu. Lakini ukiangalia kule nyuma ambako baadhi ya viongozi walikuwa wanafanya, kwa mfano tu mimi nitolee mfano, hata swala la uwajibikaji kwenye maadili ni moja kati ya kitu ambacho ni maadili. Lakini tumekuwa hatuna uwajibikaji mkubwa. Waziri mkuu anasema siri zinatoka. Nani anayetoa siri kwenye serikali? Je, swala la utoaji wa siri ni shule? Je, swala la utoaji wa siri ni maadili? Ama swala la utoaji wa siri kwa serikali ni mfumo mbovu wa namna ambavyo tumetengeneza ile cheni ya mawasiliano kati ya ngazi ya juu na ya chini? Siri zinatoka. Nani anatoa siri? Je, ni hawa watu ambao waziri mkuu anasema hawa hawataki, hawa bodyguards pamoja na wapiga picha na waandishi wa habari ndio wanaotoa siri? Ama siri zinatoka wapi hapa serikalini? Tunasikia kabla jambo halijafanyika la kiserikali, tunasikia kitu kimetokea. Hiki hakijafanyika tunakisikia mitaani. Hiki hakijafanyika tunasikia kimefanywa hivi. Hiki hakijafanyika tunasikia kimetoka mtaani. Nani anafanya hivi? Mwanzoni nimeanza nikasema mfumo wetu ndio unatengeneza maadili. Mfumo wa elimu. Nataka nikutolee mfano mmoja tu. Na mfumo wa maadili ndio ambao unaleta kutokuwajibika. Juzi Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais, katangaza anakwenda kugombea 2025. Anatangaza anaenda kugombea 2025. Chama chake kimekaa kimya. Kipindi cha baba wa taifa unaweza ukatangaza hivyo akakuacha. Chama tu kutusema wanasema unatoa nia. Kutoa nia. Jumbe, nikukumbushe marehemu Jumbe alipoonekana tu ana ajenda za muungano na kutafuta nyaraka, walimtunza Kigamboni pale. Walimtunza. Kwa sababu gani? Kulikuwa na dhana ya uwajibikaji na maadili. Hawa wanaolinda maadili hawa na uwajibikaji wao ndio vuruga maadili. Juzi hapa Shaka na hadharani kabisa anampinga mkuu wa mkoa juu ya maamuzi yake. Shaka, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Hivi wewe unaweza, matatizo ya wewe na mke wako unaweza kwenda kwa majirani huko nje ukasema mke wangu leo kafanya hivi ndani? Ni nidhamu hiyo? Kuhusiana na issue ya bodaboda na bajaji. Hata kama mkuu wa mkoa amekosea juu ya mabodaboda, alikuwa na uwezo wa kuchukua simu na kumwagiza njoo ofisini kwangu na kumkanya katika viti chama kimoja na anatekeleza ilani ya chama chake. Lakini kaenda public kuambia wananchi hilo tunalipinga. Hivi mke wako unaenda kutangaza mapungufu yake nje, wewe utakuwa ni mwanandoa namna gani? Mmomonyoko wa maadili. Wasiwasingizie wapiga picha. Wasitengeneze mazingira ya kusema mabodyguard binafsi wanatoa siri. Mifumo iliyoandaa hawa watu ni mifumo ya hovyo sana. Mimi huwa najiuliza kitu kimoja. Naunga mkono mabodyguard binafsi wawepo.
na ninawashauri na viongozi waweke tu mabodi binafsi. Tuanze kushuhudia ni viongozi wangapi ambao wameumia katika mikono ya mfumo wa jeshi la polisi. Kwani Mheshimiwa Tundu Lissu alipigwa risasi katika compound ambao ipo katika ulinzi wa hawa tunataka tuwakabidhi viongozi. Waziri Mkuu kwa nini amechukua makundi haya mawili? Waandishi wa habari pamoja na walinzi. Kwa nini amefikiria makundi? Kwani ukikaa na wakubwa atakayechafua hewa hapa anatafutwa mdogo asingiziwe? Hivi unajua kuna vitu ambavyo katika nchini lazima tuwe tu wa kweli ili turekebishe hili taifa. Mimi huwa najiuliza kitu kimoja Aridi. Siri ndani ya serikali tuna mimili mikubwa mitatu. Tuna mahakama, tuna serikali, alafu tuna bunge. Lakini ninajaribu kuangalia mfumo wetu wa serikali kuu kwa maana ya rais, waziri mkuu pamoja na makamu wa rais. Kitu unaweza kukuta kiko kule hakuna bodyguard wa nje ya hawa ambao anawaongelea waziri mkuu. Hawapo. Kule hakuna wapiga picha binafsi. Kuna zile watu watatu wakubwa wale. Hakuna mpiga picha binafsi. Rais, makamu wa rais pamoja na waziri mkuu wanatembea na watu ambao wako kwenye mfumo wa kiserikali. Anayetoa siri kule ni nani? Kule unakuta jambo amefanya rais au anataka afanye rais, unasikia limefika huku. Jambo anataka afanye fulani, unasikia limefika huku chini. Watu wa huku wanajua. Jambo anataka litokee huku, unasikia limefika. Ni nini shida hapa Aridi? Tusaidiane hapa. Mimi ndio nataka tumsaidie waziri mkuu kwenye eneo hilo. Tunakutana, waziri mkuu waelewe, tunakutana na mawaziri wake klabu usiku. Na siku hizo na plate number 3. Ya serikali, ya uwaziri na binafsi. Wanatumia magari ya serikali mpaka usiku. Akishalewa hapo atakwambia nimepigiwa na Mama Samia sasa. Kanielekeza moja mitatu. Kwa ulevi tu. Ambao ni mfumo wa kukosa maadili. Kwa Mwalimu Nyerere wasingefanya haya. Kwa sababu mifumo ya elimu inawaandaa watu wawe waadilifu kwa taifa lao. Mifumo yetu ya elimu inaandaa watu waadilifu. Nataka nimkumbushe Mheshimiwa Waziri Mkuu, hakuna kipindi ambacho serikali ya awamu ya Jakaya Kikwete imefanya semina elekezi nyingi na ukalipana sana fedha. Lakini ndicho kipindi ambacho ufisadi mkubwa umefanyika. Na nataka nimwambie hata kama akiongeza semina elekezi kila Jumapili ya weekend, sawa, mahali yatamonyoka. Misingi ni ya kulea watoto kuanzia chini. Itazame China the level of development kabla ya kupata uhuru wetu tulikuwa sawa. Ila wa China leo wako wapi? Ni wawajibikaji, wenye maadili, wa kutengeneza taifa lao, na ni wazalendo. Wako lazi waje Dar es Salaam Kariakoo wauze yebo. Lakini kwa lengo la kujenga taifa lao. Sasa vyo vya zamani ukiangalia kina Nyerere, ukiangalia kina marehemu Kolimba na wengine mbalimbali. Wengi ukiangalia mifumo yao ya elimu, ukiacha hivi vyote ambavyo tunafahamu hivi ya sasa hivi, lakini kwa kuna vyo fulani ambavyo vilikuwa vinawapa mafunzo ya uongozi. Kwa mfano hata vyama vya siasa pia. CCM walikuwa kuna sehemu wanaenda, nafikiri wanapata kabla ya kuingia kwenye uongozi. Unapelekwa. Unapita kuna chuo cha uongozi, unakuja sasa kuitumikia serikali. Lakini pia kwa kuna mfumo mmoja, uwezi ukatoka kuja kuwa mkurugenzi hujapita huku chini. Kwa maana utaanzia kwenye level ya fulani ya utumishi wa umma, utakwenda juu, utapanda mpaka unakuja kuwa mkurugenzi. Lakini sasa hivi ukurugenzi ni tunakaa tunaangalia nani hapa ambaye wana uwezo wa kufanya vizuri, basi okay, Bernard ni kada au ni nani, ni mtu mzuri, hebu tumpe nafasi. Sasa swali langu lilikuwa ni hapo bwana, kwamba acha Chama cha Mapinduzi, lakini vyama vingine vyote vile. Yaani huo mfumo labda ukirejea unaweza kusaidia pengine katika kuwarejesha watu katika hata Chadema. Na hapo ni kurejesha kwa vyama vingine. Umesema hapo Bernard, tumeona vijana wengi wa Chadema kuna kipindi walikuwa wanapelekwa kwenda kusoma nje, ambao ndio kizazi cha kina Zito. Unawaona hata wakisimama kujenga hoja, ndio kizazi cha kina Lima Mdee, ndio kizazi cha kina Kafulila, ndio kizazi cha kina Mnyika. Unawaona walikuwa wanapelekwa na kwenda kutengenezwa. Hata CCM ukija ukaangalia kizazi cha kina Januari Makamba, ukija ukaangalia wakina Nape na Uye, ukija ukaangalia wakina Mwigulu Mchemba, unaona ni kizazi fulani ambacho kilikuwa hata wakisimama sehemu wanapo address wananchi, unaona kwamba hawa watu ni watu ambao wamepita mikono
fulani. Yani kuna mikono fulani ambayo tunaiona hapa imepita, unaiona ile nidhamu ya chama, unaiona nidhamu ya nchi, unaiona uzalendo. Na juzi wakati tunaongea hapo tuliwataja hawa kina Zitto Kabwe, kina Halima, kina Kafulila, viongozi ambao hata wakiwa bungeni ukiacha tu eneo dogo la jimbo lake lakini wanabeba ajenda za kitaifa na wanazisimamia kweli kweli pasipo kujali itikadi za vyama vyao. Sasa sisi tulikuwa tunafikiria kwamba labda hawa viongozi wa sasa labda na vijana na wengine labda wapite katika mfumo huo, inaweza ikasaidia labda. Ni vizuri. Ushauri mzuri. Tunataka vijana wapitie kule ambapo walipitia. Je, huko wakuwafundisha wapo? Swali ni hili. Nataka nieleze kitu kimoja. Sasa hivi kwanza nizungumzie. Ndio. Nchi kama Kenya kwa mwaka mmoja inatengeneza madoctorate 1000 kwa mwaka huo. Na udogo wa Kenya na population yake. Nchi kama Tanzania tunatengeneza chini ya 500. Compare ratio. Sawa. Nchi kama Kenya ina maprofesa kwa takwimu kama za miaka miwili iliyopita, maprofesa kama 5189. Sisi wa kwetu katika vyuo vikuu wanaweza usizidi hata 1000 au 1000 au 2000. Ukiniruhusu hapa nitakusomea ili uweze kuelewa. Na ndio maana watu kama wakina Kabudi, Mheshimiwa Kabudi alipoteuliwa na Magufuli alimshukuru akamwambia, asante Mheshimiwa Rais umenitoa jalalani, kwa sababu universities ni majalala kwa watu kama maprofesa. Hawataki kabisa hata kufundisha huko. Wakina Dr. Tulia wametoka university labda maslahi pia na ubize na wanataka kuwatumikia wananchi. Ndio majalala yenyewe hayo, kwa sababu hayana fedha. Wanataka watumike. Sasa sisi vijana ambao tunatakiwa tutumikie taifa, wakutufundisha ni watu gani? Anasema hivi, kwa data za 2017 vyuo vikuu binafsi vipo 35 ila vina maprofesa 74 tu. Hawa ni wale maprofesa kamili. Associate wapo 56. Hawa ni kujumlisha na hao 74 unapata 130. Umetoa nani hiyo data wapi hiyo umeitoa ya maprofesa? Nimesoma The Citizen. Soma The Citizen ya tarehe 14. Lakini chuo kikuu cha SUA tu chenyewe kina maprofesa wengi za na ndio chuo kikuu ambacho hapa kinaongoza. Ukitanilia hapa kinaongoza, lakini kuna vyuo vikuu kama 4 havina profesa hata mmoja. Lakini hivi vyuo vikubwa 3 vya serikali nafikiri vinaongoza, wanazidi hao. Labda the Citizen kama hawakufanya tafakuri vizuri, kwa sababu ukiangalia vyuo tu profesa walioko SUA, ukaangalia walioko chuo kikuu cha Dar es Salaam, ukaangalia walioko chuo kikuu cha Dodoma, na ukaja ukaangalia pia walioko Tumaini. SUA ina maprofesa 75. Sawa. Kwa hiyo umeona kwamba idadi yako pia ulioitaja mwanzoni na ndio nataka nikutengenezea mazingira uone kuwa kuna baadhi ya vyuo ambavyo havina kabisa maprofesa kama 4. Na kuna chuo kimoja kina profesa mmoja. Wengine wanazidi kutengenezwa sasa hivi. Unajua pia vyuo vinaangalia uchumi. Kwa hiyo wanatengeneza wanafunzi ya utengenezaji maprofesa ikoje? Nimekutolea Kenya. Kenya madoctorate kwa mwaka wanatengenezwa 1000. Sisi tunatengeneza chini ya 500. Alidi tutarejea manake na muda wetu pia na wenyewe unakimbia kidogo. Lakini tutakaporejea tutakuja tuangalie kwenye eneo la uwajibikaji kama sehemu ya maadili. Je, viongozi wetu wanapogundua wamekosea wanawajibika kama sehemu ya maadili? Na hii moja kwa au mpaka wachukuliwe hatua. Wananchi wapige kelele. Mtu ang'oke tu yani kwamba huyo bwana ondoka naye bwana rais huyo sisi hatumtaki. Kujipima hakuna kujitathmini. Kwamba mimi nimesababisha tatizo hili hata kama sijasababisha moja kwa moja, lakini mimi ndio waziri mwenye dhamana husika. Mfano, tunaambiwa kuna wanafunzi 300 wa darasa la 7 ambao wamefutiwa matokeo yao na adhabu zinatolewa. Tunaambiwa kuna mtihani wa utabibu ambao unasimamiwa na Wizara ya Afya umevuja, ambavyo ni vyuo zaidi ya 147. Je, kwa nchi nyingine kwa situation kama hii katibu mkuu waziri alihitajika awepo ofisini? Au awe tayari ameshakabidhi ofisi na kusema kwa hili lilotokea hawa 147 hivi vyuo vina wanafunzi jumla kadhaa, wangeenda kupeleka maisha ya wanafunzi ya watu nje, tungekuja tukazalisha kitu kingine. Atakuja atupe jibu kwa eneo hilo. Lakini moja kwa moja swali hili tulianzia hapo Arusha kwa Angelo Moleka, hasa kwenye eneo la uwajibikaji. Je, viongozi wetu wanawajibika? Ukiangalia serikali ya awamu ya kwanza ya Mwalimu Nyerere tuliona watu kama wakina
wakina Rais Hassan Mwinyi, mzee Mwinyi yule aliwahi kuwajibika baada ya kusababisha wafungwa kufariki nafikiri. Lakini Balozi Maiga pia aliwahi kuwajibika, aliingiza pijoti moja ambayo wananchi walilalamika wakasema hapana, hii haiwezekani, akawajibika. Ukija serikali ya awamu ya pili, sikumbuki vizuri, mtanisaidia, awamu ya tatu ya mzee Mkapa pia sikuona uwajibikaji mkubwa kama awamu ya 4, lakini uwajibikaji wa serikali ya awamu ya 4 ulikwenda kwa Lowassa peke yake, ambaye yeye kwa nafasi kubwa ndiye alionekana amewajibika kwa kiasi kikubwa. Lakini kunazo operation nyingi ambazo ziliwafanya pia baadhi ya mawaziri kuwajibika, kama operation ile ya kuondoa watu ambao kwenye hifadhi ile iliyoondoa kina Shamsi Vuai na Odha kama unaikumbuka. Lakini vile vile kashfa ya escrow Richmond ambayo iliondoa pia baadhi ya mawaziri. Serikali ya awamu ya 5 ambayo ilikuwa chini ya Rais John Pombe Joseph Magufuli, sehemu ya kwanza, inaonekana uwajibikaji pia ulikuwa wa kulazimishwa, ambao tunaona watu kama kina Sospita Muongo wanaambiwa na rais, andikeni barua kabla ya saa 10 ya kuondoka. Wakina George Simbachawene ambao wamerejea tena pia na wao wanawajibika. Serikali ya mama Rais Samia Suluhu Hassan hakuna uwajibikaji ambao tumeuona kwa mawaziri, zaidi kuna utenguzi ambao rais amekuwa akiufanya. Sasa tuanzie huko. Je, uwajibikaji upo katika serikali hizi, na je tunauona ule uwajibikaji wa nyuma ambao ulikuwepo? Lakini cha mwisho ambapo pia hili swali mnisaidie, tutawapata kina mzee Butiku huko mbeleni? Tutawapata kina mzee Joseph Sinde Warioba? Tutawapata wakina mzee Kawawa, watu ambao tulikuwa tunaona na mapenzi na nchi zao? Naomba mnisaidie hapo na tumalize kwa mjadala huo huko, afu tutarudi hapa. Asante Mansur, umesahau kumtaja Kangi Lugola hapo miongoni mwa orodha ndefu ya wale. Sasa anachoelezea mwenzangu uwajibikaji wa viongozi pale wanapobaini kuwa wamekosea, wanaweza kujiwajibisha wenyewe. Nakumbuka miaka kadhaa iliyopita nchi moja huko Ulaya, naibu waziri alikwenda kwenye kibaa cha uchochoroni wakati ameingia chooni kujihifadhi, ghafla ule mlango ukajifunga, alikuwa hawezi kufungua, ikabidi aanze kupiga makelele, wakaja kumsaidia kufungua ule mlango. Lakini wakati huo tayari picha zikawa zimepigwa, zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii. Rais akamwambia, kwa hadhi yako ukustahili kwenda kule ulikoenda. Lakini mimi siku kadhaa hivi zilizopita, kama miezi 3-4 hivi, katika eneo la Ngulelo pale usiku kama saa 6 nilikuta Land Cruiser ambayo siwezi kutoa ushahidi kama ilikuwa ni ya serikali au ni ya binafsi, lakini imepata ajali, lakini ilikuwa inaendeshwa na mkuu wa wilaya ikiwa na namba za kiraia. Nikakuta amepata ajali, nikampa pole, mimi nikaanza zangu. Sasa sikujua kama ndio alikuwa anasema hapo Mwalimu Halidi kwamba wanatoa plate number usiku na nini, sikufahamu. Karibu. Labda kwanza nianze na ili eneo la kutowajibika. Tuna dakika kama 5 kutumia. Kwenye kutowajibika hapa kuna tafasiri nyingi. Tafasiri ya kwanza ambayo mimi naweza kaiona, inawezekana watu madaraka wanayapata kwa namna nyingine isiyoendana na sifa za uongozi. Kama mtu amepata madaraka kwa kuhonga, kwa mfano, ametoa gharama nyingi sana mahali fulani, akapata hayo madaraka. Nazungumzia rushwa hapa, ni mnyongo maadili huo, kwamba yule anayempa madaraka amepewa chochote kikubwa. Kwa hiyo anaposhindwa kuwajibika, anapofanya makosa, inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu sasa amekula chake. Sasa kama wewe umekula changu alafu utaniambia leo ondoka, wakati unajua kabisa nilikupa. Kwa hiyo ni tafasiri ambayo naweza nikajaribu kufikiri kwamba pengine inawezekana kama imetokea. Lakini wamezungumzia habari ya kina mzee Butiku. Mtangazaji pale Mwanza amesema habari ya kina mzee Butiku, kina mzee Warioba. Kabla hujahamia kule, hawa viongozi wetu unapogundua kwamba hapa nimewajibika kama walivyofanya kina mzee Mwinyi, na nimetoa mfano mwanzoni wa naibu waziri aliyekutwa na mabunduki kule hotelini, watu wakatarajia kwamba huyu ndio mwisho wake, tutategemea statement direct yote, lakini hakuna chochote kilichofanyika. Ndio maana nimesema kwamba hapo inategemea kwamba yule mtu ile nafasi amepataje. Kama aliyempa wana mahusiano ya karibu, aidha ni mjomba, au kama sio mjomba basi ana mahusiano ya karibu zaidi, maana yake ni kwamba anakuwa anasubiria amwambie
Lakini kwa mtu ambaye anafikiri kwamba uongozi ni dhamana na ameingia pale kwa sifa za kuwa na uongozi, sifa ambazo zimembeba, sio kupata madaraka nchi ya vitu vingine. Maana ni kwamba inakuwa ni rahisi kwake yeye kuweza kuwajibika. Kitu cha pili, uongozi wa sasa umegeuka kuwa ajira. Wakati ambazo anazungumzia habari za Mwalimu, habari za wakati wa kina Mzee Butiku hawa, kina Mzee Warioba, wakati ule swala la uongozi ilikuwa ni swala la huduma. Mishahara ya viongozi wa kisiasa haikuwa mikubwa kama leo. Kwa hiyo leo mtu ni kama vile ukimtoa kwenye nafasi ni kama vile sasa umemwondoa kwenye ajira. Yaani kwa hiyo jambo la kugeuza uongozi kuwa ajira ndilo linaleta matatizo kwenye nchi. Kwa sababu mtu akikosea sio rahisi kuondoka, kwa sababu ile ndio sema kwa anakolia. Kwa hiyo nafikiri kwamba ili kukomesha tabia hii sasa ubaya ni kwamba ambao wanatakiwa warekebishe ndio wanasiasa wenyewe sasa. Kwamba mishahara ya kisiasa, yani kwa maana ya ujira wa kisiasa ulitakiwa upunguzwe ili watu ambao wanaingia kule tupate ambao wanaingia kule kwa hiari. Sio kwamba ambao wanaingia kwenye madaraka kwa sababu ya kwenda kutafuta ajira. Wao wanakaa kwenye majukwaa wanasema walimu ni wito, lakini mkiangalia maslahi ya walimu na hao wanasiasa ambao wanasema walimu ni wito, mbona maslahi yenu ni makubwa? Kwa nini msipunguze ya kwenu ili siasa iwe wito na walimu uweze kuwa utumishi? Kwa hiyo ni namna ambayo wanatumia kujaribu kukandamiza upande mmoja kwamba walimu ni wito, kitu ni wito. Kama ni wito waanze wao kwanza, viongozi wapunguze mishahara yao. Unajua kilichotokea juzi baada ya kuguswa habari ya mishahara yao na kulipwa kodi. Kodi wakaanza kukimbia. Sasa hilo kwanza. Kila pili nizungumza habari ya kina hawa hii generation ya kina Mzee Butiku. Ni kweli kwamba mimi na wasiwasi kwa maoni yangu kwamba inawezekana huko mbeleni kwa jinsi tunavyokwenda kama tutabadilika kuja kuwapata watu kama kina Mzee Butiku ni jambo ambalo litakuwa nadra sana. Bahati nzuri mimi nimepata nafasi mara nyingi sana ya kukaa na Mzee Butiku na kuzungumza naye kwa muda mrefu sana. Nimejifunza mambo mengi sana. Na wale wazee ni kwamba wakati mwingine unaweza ukashindwa kuelewa kwamba wamewahi kuwa viongozi wakubwa sana kwenye nchi hii. Kwa sababu hawaonyeshi kwamba wamewahi kuwa mikoa, wamewahi kuwa sijui nane, wamewahi kuwa mwandishi wa rais. Yaani huwezi kujua, lakini leo mtu akiwa diwani tu usipomuita mheshimiwa anakuweka ndani. Ni ideology ya ajabu sana ambayo nafikiri kwamba tunataka tuibadilishe hii kwamba ile ule ufahari post niliyozungumza imezidi huduma. Kuna wakati nilikuwa nawaambia rafiki zangu, nawaambia sisi tunapopata fursa ya kwenda kwenye mikutano hii ya kimataifa kidogo, unajua Arusha ni hub ya mikutano. Ndio. Wakati mwingine inapofika wakati wa kujitambulisha, anakuja mtu anajitambulisha, I am somebody from Australia, I am somebody from Sweden, lakini wakija wakwetu huko Afrika kama ni profesa ataanza mimi Profesa Smith, lakini baadaye yule aliyejitambulisha kwamba mimi naitwa George Will kutoka Uingereza, baadaye akija kukupa business yake kumbe ni profesa. Ndio nasema hayo kwamba business card ile ni profesa Smith. Kwa sababu nimekwambia kwamba kwa mfano mwalimu mwenyewe tuna dakika mbili za kumaliza tu. Kwa mfano kuchukulia mfano wa mwalimu tu, mwalimu amepewa awadi nyingi sana katika dunia hii. Lakini ameondoka wala haitwi daktari. Ameendelea kuitwa mwalimu. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba haya masuala ya kuitwa mheshimiwa, ndugu, ile jambo la kusema ndugu ilikuwa linatuunganisha sisi. Sasa siku hizi mtu kimuita ndugu anakuambia wewe unajua kama mimi ni mheshimiwa, wewe unajua mimi ni mtu hatari sana, mimi ni mkuu wa wilaya. Sasa unaona vitu kama hivyo, unaona kama kwamba tunapotea. Kwa hiyo nafikiri kwa maoni yangu mimi niseme tu kwamba tuendelee kuelimishana hivi, na hizo semina lazima ziendelee, kwa sababu hakuna namna ya kuweza kuwarudisha darasani kule huko mwalimu alikosema kwamba, na mimi nakubali kusema kwamba mfumo wa elimu sasa hivi umekuwa ni wa kujaribu kupeleka watu waende vyuo vikuu na elimu ya juu, lakini ya kutengeneza zile fikira. Kwa dakika moja tuachie mwanzo wa malizie. Mwalimu Khalid amezungumzia, amejikita kwamba katika tuongee yote, lakini mwisho wa siku mfumo wa maadili ndio una matatizo. Kwa maana ya elimu amezungumzia mfumo wa elimu, kwa maana kwamba huku kwenye walimu huku tunafundisha maadili vile vile. Lakini huyu mwalimu anachokizungumzia ni kwamba sisi kwenye mfumo wa elimu tumekazania sana kufaulisha wanafunzi waende vyuo vikuu. Yaani kujaza madarasa yaliyoko mbele, kwamba wasipofaulu hivi madarasa yatapungua. Kumbe tunatakiwa tujenge content, na unaona hata vitabu pia vingi vimebadilishwa, yani ile content imepunguzwa. Kwa hiyo unajikuta mtoto anafika chuo kikuu, ukimwambia akae hapa ajieleza, hawezi kujieleza kwa sababu uwezo wa fikra wake ni mdogo, kwa sababu hawasomi na hawaandiki. Kwa hiyo unajikuta wao wanakilemishwa tu, wanakwenda wamekilemklemu na follow mtihani, lakini ule uwezo wa fikra unakuwa ni mdogo sana. Mwalimu Magabiro, mimi nikushukuru. Ndio. Muda wetu leo naona kama umekuwa mfupi. Sawa. Na leo ikizingatiwa kwamba tunamaliza saa 3 na unajua mada ikiwa nzuri, wewe mzungumzaji mzuri, Mwalimu Khalid pale Mwanza ni mzungumzaji mzuri.
Mansuri, mimi nimalize hapa, lakini sijui kama wewe na Bernard mnakumbuka kama mliwahi kupata watu ambao wanafanya kazi zao kwa uadilifu na mpaka dakika ya mwisho unakuja kujua alikuwa akifanya kazi gani. Unaanza kushangaa. Pale kijijini kwetu Bukoba pale kuna mzee mmoja sasa hivi anaishi pale Dar es Salaam. Nimekuja kujua baada ya yeye kustaafu kwamba alikuwa ni afisa mkubwa kwenye idara ya usalama wa taifa. Hakuna mtu aliyekuwa anajua, lakini siku hizi vijana anataka afahamike kwamba yeye anafanya kazi usalama wa taifa. Anataka afahamike yale uliokuwa umesema Mansuri mwanzoni, unanijua mimi ni nani. Mimi sina la ziada. Piga picha ni Diu Kimwasi Mwiko. Jina langu ni Angelo Moleka. Bernard pamoja na Mansuri Jumanne ni waachie muweze kumalizia mkiwa na Mwalimu Halidi. Asante. Asante sana Angelo Moleka pamoja na Mwalimu Magabiro. Hakika tumejifunza kitu hapo kutoka kwenu Arusha, na ni kweli kabisa, ni ukweli usiopingika. Ulikuwa uwezo ukajua hizo kazi za watu ni mpaka akishatoka au muda wake umefika basi wa kustaafu ndio unakuja kuelewa. Lakini saa nyingine tulikuwa tunakuwa nao hata kwenye familia, ila ni tofauti na sasa hivi, kwa sababu sasa hivi imekuwa ni kama pia sehemu ya kutamba kwamba bwana niko sehemu fulani. Ukiwa na namba ya rais basi unaweza kawaonesha watu, hata waziri unatembea nao unawaonesha watu kwamba naweza nikampigia mheshimiwa hapa na muda wote jambo lote likafanyika. Halidi hizo suti nini na siku hizo watu wanaweka vibendera. Sasa hiyo pia ukiweka na headphones zina nani zile kama top up. Swala la uwajibikaji kwa dakika moja wakati tunaelekea kumaliza. Uwajibikaji, unafikiri sasa hivi kuna viongozi wanaowajibika? Hatuna viongozi wanaowajibika. Sababu ni nini? Sababu kubwa ni kukosa falsafa ya siasa. Mataifa yote yaliyoendelea na falsafa ya kisiasa ambayo inaongoza uongozi. Katika falsafa ya kisiasa uongozi inaongoza katika maadili, inaongoza katika kila nyanja. Hata wanahabari mna falsafa yenu katika utendaji wa waandishi wa habari. Nakumbuka nataka moja alafu tuambie sasa tutokeje katika haya ambayo yanajitokeza sasa. Kwa kukosa falsafa, kipindi cha Mwalimu Nyerere tulikuwa na falsafa ya ujamaa na kujitegemea. Leo hii hatuna falsafa yoyote. Imebakia tu kwenye makaratasi. Namna pekee ya kutoka hapa tulipo ni lazima turudi tena, tujitambue kama taifa, tutengeneze falsafa yetu ya kiuongozi. Tujifunze kwa waliofanikiwa. Nimetoa mfano wa Singapore. Nimetoa katika elimu wamefanya vizuri sana, lakini wana falsafa yao ya siasa. Umeona? Ukianza kuangalia nchi kama kadogo kama ka Finland, sawa, kadogo sana, kana watu kama milioni 5 tu. Sawa, kana falsafa yao katika uendeshaji wa taifa. Sisi kukosa falsafa, tunabakia taifa kama kubwa jinga ndani ya Afrika. Kwa sababu tumepata uhuru mapema, lakini tunazidiwa na nchi kama Kenya. Lakini ukisoma falsafa za vyama vyetu vya siasa ambavyo ndo ilani zinazoongoza serikali. Ukisoma ilani ya Chama cha Mapinduzi ni nzuri na imeeleza kwenye maadili. Kote huku imegusa. Ukiangalia mfumo wa Chama cha Mapinduzi ulivyotengenezwa, kuanzia makamu wake, kamati ya maadili, unaona inawajibisha watu kama kina Gwajima waliojitokeza, watu kama kina Polepole wameitwa, watu kama kina nani wote wameitwa. Kwa hiyo mimi nafikiri mjadala ni mkubwa, lakini tutaupa tena siku nyingine, nafasi siku nyingine kwa ajili ya kuweza kuangalia kwa ukubwa wake zaidi, na hasa ikiwa tunaelekea katika miaka 60 ya uhuru, tutakuwa tuna mengi sana ambayo tutakuwa tukiweza kuangalia katika eneo hilo. Sisi kutoka hapa Mwanza hatuna la ziada, lakini tunakushukuru sana wewe ambaye umechukua muda wako kwa ajili ya kuitazama Star TV. Tuongea asubuhi kuanzia saa 1 kamili za asubuhi mpaka muda huu hapa. Mansuri Jumanne ndilo jina langu. Unaweza kunifuatilia katika mitandao ya kijamii kwa kuandika neno Mansuri Jumanne Instagram afu kanipata. Lakini kwa niaba ya Bernard James pia tunakushukuru sana wewe ambaye umetazama muda huu hapa. Tukitoka hapa tunakwenda kujiunga